Vijana wengi wa sasa hivi Tanzania hawafahamu kwamba pesa ya Tanzania zamani ilikuwa ndo ina nguvu kuliko pesa ya Kenya na Uganda. Hii ni miaka ya 60 na 70. Siku hii ya leo nitakuja kuelezea kwa undani zaidi na ilikuwaje ikashuka. Lakini pia kuna wengine pengine wanajiuliza kwa nini Tanzania, Kenya pamoja na Uganda pesa zetu wote zinaitwa shilingi, na hii pia nakuja kukuelezea. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe unapata video zangu kama hizi. Rachel Robin. Nikurudishe nyuma katika historia. Hapo zamani hapa Tanzania palikuwa panaitwa German East Africa kwa sababu ilikuwa ni koloni la Mjerumani. Mjerumani alikuja kupigwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia na Mwingereza akachukua hili koloni rasmi kisheria mwaka 1920. Mwingereza akaona kuna haja ya kutambulisha pesa itakayotumika na Afrika Mashariki katika makoloni yake ya Afrika Mashariki. Kipindi hicho makoloni yake haya mengine ya Afrika Mashariki kama Kenya walikuwa wakitumia pesa ya India, yani Indian rupees, kutokana na kwamba Mwingereza alikuwa pia ni mkoloni wa India. Sasa pesa ya India ilikuwa kaikuta imeimarika, japo hakuianzisha yeye, ilianzishwa huko na himaya nyingine ambayo ilitokaga Afghanistan. Umeona? Kwa moja kwa moja akaona aitumie ile katika makoloni yake ya Afrika Mashariki. Lakini baada ya kuongeza koloni la hapa Tanzania, moja kwa moja akaona introduce pesa mpya mwaka 1921 iliyoitwa East African Shillings. Ikaanza kutumika Kenya, Uganda na Tanzania pamoja na baadhi ya maeneo ukanda wa Afrika Mashariki. Ethiopia pia walichache kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia. Kuna baadhi ya maeneo yao Mwingereza alienda akayashika kwa muda mchache, kwa miaka kama 4 na hisi. Kwa hiyo sasa hapo ndio Tanzania sasa na Kenya na Uganda tukawa wote na pesa moja. Tukawa tuna pesa wote inaitwa shilingi. Na baada ya hapo tulipata uhuru. Tanzania tulinegotiate uhuru wetu kwa njia ya mazungumzo. Watanzania hatuamini vurugu, tunaamini katika diplomasia, na ndio maana sisi tunajulikana kwa kuwa wanadiplomasia wazuri, na ndio maana tunapatana na nchi nyingi sana hapa Afrika kwa sababu tunafahamu sana diplomasia. Kwa hata uhuru wetu tuliupata kwa njia ya mazungumzo na tukawa wa kwanza kupata uhuru mwaka 61. Tulipopata uhuru tukaona kuna haja sasa ya kuachana na hela ya mkoloni na kuingia kutumia pesa yetu. Ilipofika mwaka 69 tulifanya ile pesa ya East African Shillings ikawa local. Ikawa sasa ni Tanzanian Shillings. Uganda walikuja kupata uhuru mwaka 62, mwaka mmoja baada ya sisi. Na wenyewe walikuja kuifanya ile pesa ikawa local, ikaanza kuitwa Ugandan Shillings. Kenya walifuatia wakaja kupata uhuru mwaka 63. Na wenyewe Kenya ile pesa wakaifanya ikawa local, ikawa inaitwa Kenyan Shillings. Kwa hiyo hii ndio sababu kuu pesa ya Tanzania na ya Kenya na Uganda zinafanana majina, zote zinaitwa shilingi. Baada ya hapo ikawa sasa swala ni kuhakikisha kwamba shilingi inakuwa na nguvu. Na ili shilingi iwe na nguvu, moja ya vitu ambavyo vitafanya shilingi iwe na nguvu ni wawekezaji kuvutiwa kuja kwenu kuwekeza. Na Nyerere katika hilo akaona kabisa ili mwekezaji aje kuwekeza ni lazima Tanzania iwe na amani, iwe kisiwa cha amani. Sasa tutakuwaje kisiwa cha amani? Nchi nyingi zikipata uhuru, watu wanaanza kugombana wao kwa wao kikabila. Na wengine huo wanaanza kugombana kikabila kabla hata uhuru haujapatikana. Kwa hiyo Tanzania, Nyerere akaona kwamba wote tunatakiwa tuonane kama Watanzania ili tusigombane wenyewe kwa wenyewe. Tutaonanaje wote kama Watanzania? Ni endapo wote tutasikilizana lugha, kwa sababu hapo mwanzo kila mtu alikuwa anaongea lugha yake ya kikabila chake au watu wanaongea lugha ya mkoloni ambao ni Kiingereza. Nyerere akaona hii hapana. Hatuwezi kuongea kila mtu lugha yake wala hatuwezi kuongea lugha ya mkoloni wetu, kwa sababu sasa hivi sisi si watumwa tena wa Mwingereza, bali sisi ni watu huru. Kiswahili kikatambulishwa rasmi kama lugha ya taifa ya Tanzania. Ikaanza kufundishwa mpaka mashuleni. Ndio maana leo kuna watu wanatucheka kwamba tunafundishwa Kiswahili mpaka mashuleni. Ndiyo, tunafundishwa Kiswahili shuleni kuanzia darasa la kwanza, kwa sababu lazima mtoto kuanzia wa darasa la kwanza akiwa kijijini, katika kijiji chochote kile, aanze kuongea Kiswahili, asiongee lugha ya kijijini kwao. Ndio maana ya kufundishwa Kiswahili kuanzia darasa la kwanza, sio kuanzia darasa la kwanza, kuanzia chekechea, yani kindergarten. Tanzania wanafundisha Kiswahili ili kiendelee kutufanya tuwe na umoja. Mtoto anayezaliwa Bukoba akianza kuongeleshwa Kihaya na wazazi wake nyumbani, akienda kuanza chekechea
akatambulishwe Kiswahili, ili akakijue Kiswahili, ili ajijue yeye ni Mtanzania na si Muhaya peke yake, bali yeye ni Mtanzania. Kwa hiyo hiyo ndio nia ya Nyerere ya kuhakikisha Kiswahili kinafundishwa kuanzia mashuleni ngazi ya chini, kila mtoto ajue Kiswahili. Hii kitu ilifanya wote tukaonana wamoja, na akatuchanganya pia. Mkifaulu la 7 au sijui form 4 au wapi, anakupelekeni unaenda kusoma katika katika mkoa mbali na mkoa wako. Lakini pia kazini, ukimaliza kusomea taaluma fulani, kama wewe ni daktari, umesomea Moshi, wewe ni Mchaga, unapelekwa kwenda kufanya kazi Dar es Salaam. Kwa hiyo Nyerere alituchanganya kwa mtindo huo, na Tanzania tukawa sasa ndo nchi ambayo tunaongoza kwa kutokuwa na ukabila. Leo hii tuna nchi ambazo bado wanachukiana wenyewe kwa wenyewe ndani ya nchi zao kwa sababu ya chuki ya ukabila. Leo hii mwaka huu 2025 kuna nchi ambao kuchagua viongozi kwao wanaangalia kwanza ni kabila gani ndio wanachagua. Tanzania hatuna vitu kama hivyo, na hii ni kutokana na misingi aliyoiacha rais wetu wa kwanza Julius Kambarage Nyerere, mwamba. Sasa basi, hii kitu ilileta amani na wawekezaji wakavutiwa kuja kuwekeza Tanzania. Ile kitu ilifanya shilingi ya Tanzania izidi kuwa na uimara. Lakini pia sera nzuri za kilimo. Kipindi hicho mazao yalikuwa yakiuzika vizuri sana, na Tanzania tunategemea kilimo kama sehemu yetu kuu ya kupatia pato la taifa, na watalii wakawa wanavutiwa kuja kwa sababu ya ile amani tulionayo. Kwa hiyo hii ikazidi kufanya shilingi ikaimarika sana. Kwa bahati mbaya, miaka ya 70 mwanzoni, Israeli kuliingia vita ya Yom Kippur na Waarabu. Waarabu wakagoma kuuza mafuta duniani kote. Ile kitu ilifanya nchi zetu nyingi zikatetereka sana kiuchumi, Tanzania ikiwa mojawapo, na pale ndio pesa ya Tanzania ilipoanza kutikisika. Tukiwa tumetoka katika swala zima la mafuta, tukaingia katika vita ya Idi Amin. Ile vita ilitumaliza sana kiuchumi na kuifanya pesa yetu ishuke thamani, lakini hatujutii, kwa sababu kupitia ile vita tuliweza kuonyesha ni jinsi gani tuko vizuri kijeshi, lakini pia tuliweza kukomboa eneo letu na kumtoa Idi Amin. Kwa hiyo hatujutii, ni historia ya ushindi ambayo tunasimulia kizazi na kizazi hapa Tanzania. Ndio vita pekee tuliopigana na ndio vita tulishinda. Umeona, kuna wengine huwa inawachukua vita hata 10 ili waweze kutoka na ushindi. Sisi vita pekee tulioingia na ndio hiyo vita tukashinda. Kwa hiyo haya mambo yaliteteresha uchumi wetu, lakini pia wakati tunaingia katika vita ya Idi Amin tulikuwa tumeingia katika system ya ujamaa. Watu wengi huwa wanafikiri system ya ujamaa huwa inaua uchumi. China ni wajamaa wale, wana uchumi namba 2 duniani. Umeona, hawajui Kiingereza na wana uchumi namba 2 duniani na ni wajamaa. System ya ujamaa katika siasa haiui uchumi. Na hii nitakuja kuelezea mambo ya capitalism pamoja na communism, nitakuja kuelezea katika video inayofuata. Sasa Tanzania tulipoingia, wazungu waliamua kupambana kiuchumi sana na Nyerere, kumbania vitu vingi sana Nyerere ili aachane na ile system ya ujamaa. Kwa kile kitendo kikazidi kuteteresha shilingi yetu. Kwa hiyo shilingi yetu haikutetereka kwa sababu wa Tanzania eti sijui hatuna akili au wavivu, hapana. Leo hii Tanzania sasa hivi takwimu za Benki Kuu zinaonyesha tunakuwa kiuchumi, yani tunaanza kurudi katika nafasi yetu. Tunakuwa kiuchumi sasa hivi kwa kasi. Kwa mfano, nchi jirani ya Kenya wametuzidi uchumi. GDP yao, yani pato lao la taifa, ni kubwa kuliko pato la taifa la Tanzania. Lakini kasi yao ya ukuaji wa uchumi ni ndogo. Tanzania tunakuwa kiuchumi kuliko wao. Maana yake ni kwamba tukiendelea na kasi hii, tutakwenda kurudi katika nafasi yetu ya juu kama ambao tulikuwepo. Tutarudia katika uhalisia wetu. Na hizi si takwimu zangu, ni takwimu za Benki Kuu. Tanzania mara nyingine pesa yetu ni lazima iwe iko chini ili tuweze kuuza mazao yetu kirahisi. Ndio maana wateja wetu nchi nyingine wanachekelea kwamba unga unaotoka Tanzania unauzwa bei rahisi. Unauzwa bei rahisi kwa sababu tunashusha sisi thamani ya pesa yetu ili nyinyi muweze kumudu kununua unga kutoka Tanzania. Kwa hiyo ni michezo ya kiuchumi tunayoicheza. Kwa wale mnaopenda chambuzi zangu za WhatsApp dakika 20 audio na rekodi kila siku, namba ni 0745 86 1107. 5,000 tu kwa mwezi mzima, 5,000 ya Kitanzania, na rekodi audio ya dakika 20 naelezea mambo ya siasa za kimataifa kila siku.